Kauli ya Rais William Ruto kwamba alikutana na marehemu aliyekuwa kamishna wa mkoa wa Nyanza Isaya Kiplagat Cheluget kujadili uuzaji wa ardhi imezua mshangao. Akizungumza katika eneo la Sago, Narok, siku ya Jumatano, Rais Ruto alitangaza kuwa serikali iko kwenye mazungumzo na Cheluget kuhusu ununuzi wa shamba lenye ukubwa wa ekari 5,800 ili kuwapa makao watu waliotimuliwa kutoka msitu wa Mau. Katika hotuba yake, Rais alitoa kauli ya kushangaza akisema alimuita marehemu Cheluget akaketi naye na kuzungumza kuhusu ununuzi wa shamba hilo ili igawiwe wanaoidai. Mzee Cheluget alifariki Juni 26 mwaka 2017 katika hospitali ya Aga Khan, Kisumu baada ya kuugua kwa muda mfupi, na alizikwa nyumbani kwake Litein, eneo bunge la Bureti, kaunti ya Kericho, kabla ya kurudishiwa shamba hilo lenye rutuba. Jaribio la kupata maoni rasmi kutoka kwa familia kuhusu mazungumzo hayo halikufua dafu, kwani mmoja wa wanawake alisema hawapo tayari kujadili swala hilo hadharani kwa sasa. Kwa zaidi ya miaka 15 sasa, familia hiyo imekuwa ikipambana na kesi kadhaa ambazo imekuwa ikishinda mara kwa mara, kutoka mahakama kuu hadi mahakama ya rufaa dhidi ya wakazi 600 wa awali waliovamia shamba hilo kinyume cha sheria. Licha ya kushinda kesi hizo, familia hiyo haijafaulu kurudishiwa shamba hilo kutokana na uhasama wa wakazi waliopo. Bwana Langat alisema uvamizi huo ulianzisha mapambano ya kisheria ambayo wameshinda mara 3, ikiwemo mahakama kuu na mahakama ya rufaa. Ikumbuka kuwa mnamo Juni 11 mwaka 2024 mahakama kuu ilitupilia mbali kesi iliyowasilishwa na wakazi hao 600 waliokuwa wakijaribu kuhalalisha umiliki wa ardhi hiyo kinyume cha sheria. Jaji Mbogo Gitonga wa mahakama ya mazingira na ardhi alitupilia mbali kesi ya Charles Coons na kwa niaba ya wakazi hao, akisema hawana haki ya kisheria kudai ardhi hiyo ambayo kihalali ni mali ya marehemu Cheluget. Wakazi hao 600 walikuwa wakitaka hati miliki hiyo ifutwe, waruhusiwe kuingia kwenye shamba hilo, kuligawa na kupimiwa sehemu walizonyakua pamoja na maeneo ya huduma za umma na kupatiwa hati miliki mpya. Bwana Johnston Kipokech Langat, Julius Kipkurui Langat, Lawrence Kimtai Langat kama wawakilishi wa marehemu Cheluget, msajili wa hatimiliki mchora ramani wa kaunti ya Narok na mwanasheria mkuu walitajwa kwenye kesi hiyo kama washtakiwa. Gavana wa Narok Patrick Ole Ntutu alisema juhudi za rais kuwapa makazi wakazi wa Mau ni za kupongezwa, kwani zitamaliza mzozo huo wa muda mrefu. Familia zinazoishi katika shamba hilo zimezuia familia ya Cheluget kuingia au kulitumia, jambo ambalo rais sasa amesema lazima limalizika kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Tolea maoni yako hapo chini, unaichukuliaje swala hili? Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Jina langu ni Michael Sifuna nikiripotia runinga ya Kongoya TV.